Katika uhusiano wa ndoa, kufurahia tendo la ndoa ni haki ya pande zote mbili. Hali ni haki yako katika kufurahia, lakini ni haki yako kumfurahisha mke wako kimapenzi, hasa pale anapohitaji kufurahishwa. Cha kwanza, lazima mambo ya chumbani sasa kuwe na mawasiliano mazuri katika tendo mnalokuwa mnalifanya, lakini kuwe na level ya kuwasiliana kwa njia ya heshima, kuheshimiana. Ingawa tunaambiwa kitandani hamna mambo ya heshima, you understand? Lakini pia kuchunguza maeneo yanayomletea raha. Ndio hizo sehemu ambazo unataka kumshika ili afurahie. Maeneo yako mengi hasa kwa wanawake, na huyo ni mke wako, so lazima uende slowly but sure kuhakikisha unamshika sehemu ambazo ni sahihi. Kuna kichocheo kikuu cha hisia za raha kwa mwanamke, na kinahitaji kuguswa kwa upole, kuguswa kwa busara, na uwasilishaji wake usiwe wa haraka au wa fujo. Sawa So I'm not gonna go in details, lakini utaelewa ninachosema. Sehemu ambayo ni kichocheo kikuu cha hisia za raha kwa mwanamke hali. Utauliza na watu watakujibu. Lakini pia kuna sehemu inaitwa shingo ya uzazi, aka G-spot. Hii ipo ndani ya eneo la uke wa mwanamke katika ukuta wa mbele. Sio kila mwanamke anahisi raha, lakini wengine husikia raha sana wanapokuwa wanaguswa eneo hilo. Listener, masikio ni kitu muhimu sana, lakini pia yaguse kwa staili ya utaratibu na staili itakayomfanya mwanamke wako asisimke. Shingo utaweza kumchezea taratibu kwa mikono yako au vidole vyako shingoni ukiwa unampapasa papasa, itamfanya apate msisimko. Lakini mgongo wa chini, yani katika mgongo chini kwenye ule inaitwa kama like hizi spinal cord hizi, si ndio? Ni muhimu sana kuzigusa kwa taratibu, like you massage them, itamfanya apate furaha. Lakini pia eneo la mapaja yale ya ndani ni muhimu sana kuyagusa taratibu, yanaleta msisimko kabla ya lile tendo lenyewe. Sehemu ni nyingi za kugusa. Ndani ya sikio ndani ya sikio unaweza kugusa kwa ulimi wako, au unaweza kutafuta unyoya wa kuku ukawa unamgusa mwanamke ambaye ni mke wako ndani. Yes, na itamfanya apate msisimko. Manyoya ya kuku is very important kuwa nayo ndani, lakini pia huwa yanatengenezwa kwa staili ya kisasa. Kwa hiyo mara nyingi unatakiwa uwe nao nyumbani. Kwa mila za Kiafrika wanaita kama usinga hivi, si ndio? Unateleza, unatekenya. Ni muhimu kuwa nao ndani hasa unapokuwa na mwanamke wako kwa ajili ya kumfanya asisimke, kwa sababu ule unasisimua kabisa. Kwa hiyo akili yake pia iandae kuanzia ile asubuhi, labda kama unataka ulifanya ile tendo kwa siku muda unaotaka, muandae kisaikolojia taratibu, kwa sababu mwanamke anasisimka kwa maneno matamu. Mwanamke anasisimka kwa maneno matamu. Naomba hii ndio iwe wanasema subtitle, right? Au ile title pale juu. Maneno matamu msisimua mwanamke mnapokuwa faraga, lakini mazingira tulivu mfanya mwanamke akili yake pia ikatulia. Mostly upendo wa kweli ambao hauna haraka unaweza kumfanya mwanamke yule akatulia. So akatulia na kuenjoy tendo kwa ustadi wa hali ya juu. At the end of the day, this is very important. Ni muhimu sana kufahamu kuwa unatakiwa kuzungumza kimahaba na mwanamke wako. Zungumza naye kimahaba. Uliza anapenda nini. Hakuna aibu kwa wanandoa katika kuuliza unikuguse wapi, nikushike wapi. Nini unapenda mke wangu? O nini unapenda baby? Where do you want me to touch you? You want me to touch you here? Or you want me to touch you there? Or you want me to touch your heart? Or you want me to kiss your heart? You can kiss the heart here. You know, itakufanya pia impe tabasamu na anaweza akasisimka vile vile. Sehemu nzuri zaidi ya kumfanya mwanamke wako asisimke ni kumpa heshima na kumbusu juu ya paji la uso wake. Ni muhimu sana kissing someone you love kwenye paji la uso. Inampa upendo na heshima, ndio maana kila anayebusiwa kwenye paji la uso huwa anafunga macho. Guys, listen up. Tumia muda mwingi we kama mwanaume kumuandaa mwanamke. Pre-play inaitwa kwenye romance, lakini si lazima kuingia moja kwa moja kwenye tendo. So take your time, jiandaeni kwa ajili ya kufurahia tendo pamoja, kwa sababu hili tendo sio la dhambi, ni tendo la haki la ndoa na mke wako. Usitumie nguvu au haraka. Kwenye maisha kuna raha ya mwanamke. Raha hiyo huja kwa utaratibu hasa,
na utaratibu huo ndio mwisho wake umfanye afike eneo la kilele kama unavyosema Mount Kilimanjaro. So jifunze kisaikolojia, usaikolojia ya mapenzi hali ya wewe na mwanamke wako. Sio kila mwanamke hufika eneo la climax kwa njia moja. Wengi hufika kwa njia tofauti tofauti. Wengine kwa mazungumzo, there's a lot of spanking, wengine na spanking, wengine they love it taratibu taratibu. Ni jinsi ambavyo mwenza wako anataka afanyiwe. Kwa hiyo muulize, akueleze. Lovey-dovey.